Dhambi huwa inaleta ugumu wa maisha ya mwanadamu. Dhambi ina tabia ya kuleta ugumu wa maisha ya mwanadamu. Israeli walipotenda dhambi kwa misimu tofauti tofauti, kipindi cha waamuzi, walipitia pia kipindi kigumu cha maisha. Kipindi kigumu cha maisha. Na kuna wakati walipita kipindi kigumu cha maisha, kiwango ambacho walipata njaa, wakawa wanakula mavi ya njiwa. Mfalme anakula mavi ya njiwa, na wanawake waliozaa watoto waliwachemsha watoto wao. Ni kwa sababu ya dhambi. Katika kitabu cha Waamuzi mara kadhaa wana wa Israeli walipotenda dhambi walipitia maisha magumu. Dhambi inaleta maisha magumu, na kama unavyoona hivi leo na unapoweza kuangalia katika maisha ya kawaida, Adamu yule ambaye alikuwa ameishi kwa furaha, lakini ghafla unaweza ukaona namna ambavyo anateseka kwa tabu na maisha magumu. Anapanda kondeni. Kwenye bustani kulikuwa kuna mito minne, kulikuwa kuna irrigation system, na Mungu alitengeneza ile mito ambayo ilikuwa inamwagilia bustani ya Edeni. Na pengine nitapata nafasi ya kuzungumza juu ya mito iliyokuwa inamwagia bustani ya Edeni. Ni pamoja na mto Hidekeli ulioandikwa katika kitabu cha Mwanzo, na ulikuwa unatokea Kushi. Ulikuwa unatokea Kushi, imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo. Mto Hidekeli uliokuwa unatokea Kushi. Wa theolojia na wa falsafa na wataalamu wa mambo na ekolojia wanasema ni mto Nile uliokuwa unatokea ziwa Victoria, Tanzania. Na sasa naomba urudishe hilo bango la maisha magumu. Sasa hakuna irrigation system, analima kilimo cha kukadiria, cha kuangalia mvua kama itanyesha na vitu kama hivyo. Na haya ni maisha ambayo alipopoteza mahali pake. Watu wanasema mchungaji, napitia pagumu, lakini lazima pia utafakari ni dhambi gani ambayo pia inaweza ikakupeleka kwenye maisha magumu. Lakini pia unaweza ukaona mtu ambaye amefungwa katika minyororo na amefungwa katika maisha ya tabu. Naweza ukaona mtu ambaye anaishi kwenye maisha ya tabu. Dhambi huwa inasababisha maisha ya mtu kupooza kwa muda mrefu. Dhambi ina tabia ya kusababisha maisha ya mtu yanapooza kwa muda mrefu, yani yana stuck, yana paralyze. Na katika kitabu cha Marko ule mlango wa 2 mstari wa 5, Marko mlango wa 2 mstari wa 5, Biblia inasema, naye Yesu alipoona imani yao alimwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Huyu ni mtu aliyekuwa amepooza kwa miaka mingi, miaka wanasema karibu 38. Na Biblia inasema alikuwa amepooza, hawezi kwenda popote, ameparalyze, amelala, amekaa mahali pamoja, amestuck, maisha yake amestuck. Hata hapo hakuweza kwenda, alibebwa na marafiki zake 4, wakatoboa dari, wakamshusha mbele za Yesu. Na Yesu akamwambia, umesamehewa dhambi. Dhambi ina tabia ya kusababisha maisha yakastaki. Ukiona biashara haiendi, ukiona huduma haiendi, hata kama unalazimisha. Unajua kuna wakati mwingine huduma ya kiroho haiendi, unaanza hata kutumia mkwara, wengine wanasukuma watu, wengine wanatumia sima mavitu gani ya kutisha watu. Ni kwa sababu huduma imestack kwa sababu ya dhambi. Ni kwa sababu biashara wakati mwingine imestack kwa sababu ya dhambi. Na mimi ni miongoni mwa wale ambao ninawahudumia watu na ninawaombea na kuwabariki watu madhabahuni. Ukimwona mtu amekuja anaanza kukueleza, mchungaji, unajua nilianza vizuri, nikafika mahali mambo yangu yakaanza kuharibika. Mimi siangekai kukuuliza mambo mengi. Ambia, haya, eleza dhambi zako ulizofanya hapa ni ngapi? Unasema, unajua dhambi kwa mchungaji na muumini wake ni kama bangi na polisi. Kwa hiyo hata hivyo haelezi kirahisi. Na utasikia tu, mchungaji, labda ilitokea. Hasa wanaume, Mungu anakubariki na mke wako, mmetoka mbali, ukipata vichenji ushaenda kutafuta mchepuko, unaleta kisirani na balaa na mkosi maradufu plus kwenye maisha ya kwako. Na mara nyingi sasa, unajua mchungaji, sisi wanaume
ndio wanaanziaga hapo. Najua mchungaji, sisi wanaume, wewe unapata kitu kinachoitwa sexual transmission curse, STC, na inakausha maisha, na wanaume wengi wanasafa. Na unajiuliza sijui ni kitu gani? Mimi sielewi hata kidogo. Wanasafa a lot. Naleta matatizo kwenye familia. Watoto walikuwa wanalipiwa ada shule nzuri, unaanza kubadilisha watoto kutoka shuleni, hauna mia, umekaukiwa, umekutana na kisirani cha ngono huko mtaani, na unarudi kwa mchungaji. Sasa wanakuja mara nyingi, wengi tu, wala sio mmoja, wengi tu, na hata anavyoongea hapa wengi tu. Unafahamu hata jana ulilalia wapi na umeamkia wapi? You know yourself. Dhambi inaleta mateso kwenye maisha ya watu, na unafungwa na minyororo. Dhambi inakufunga, unafungwa. Hiyo ni dhambi. Dhambi huwa inasababisha maisha ya kupooza ya muda mrefu. Unafungwa, hakuna kitu kinafanyika, hakuna biashara inaenda, hakuna kibali, hakuna kukubalika, hakuna cheo, hakuna kitu kinaongezeka kwenye maisha yako kwa sababu ya dhambi. Na dhambi zinatesa, na hasa dhambi za sirini. Manake kuna watu ambao wana dhambi zao za sirini ambazo wanatembea nazo.